Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 26 mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu na kwa namna ambavyo umetembea nasi kila wakati. Tusamehe dhambi zetu, tuongoze tuelewe haya tujifunzayo na tuweze kulipokea neno lako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema wajenzi wala si waharibifu. Isaya sura ya 58 aya 12 inasema, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Je, Mungu hana kanisa hai? Analo kanisa, lakini ni kanisa lililoko vitani, si kanisa lililokwisha kupata ushindi. Tunasikitika kwamba kuna washiriki wenye dosari. Wakati Bwana anapowaleta wale ambao ni waongofu kweli kweli kanisani, ndio wakati huo huo shetani anawaleta watu ambao hawajaongoka katika ushirika wa kanisa. Wakati Yesu anapanda mbegu nzuri, shetani hupanda magugu. Kuna mivuto miwili inayokinzana ikiendelea kutolewa kwa washiriki wa kanisa. Mvuto mmoja hufanya kazi kwa ajili ya kulitakasa kanisa na mwingine kwa ajili ya kuwaharibu watu wa Mungu. Ijapokuwa kuna maovu yanayoendelea kanisani na yataendelea mpaka mwisho wa dunia, kanisa katika siku hizi za mwisho linapaswa kuwa nuru kwa ulimwengu ambao umechafuliwa na kuharibiwa na dhambi. Kuna kanisa moja tu duniani ambalo wakati huu wa sasa linasimama mahali palipobomoka na kutengeneza boma na kupajenga mahali pakale palipoharibiwa, na kwa mtu awaye yote atakayeelekeza fikra za ulimwengu na makanisa mengine kwa kanisa hili, akilishutumu kama Babeli, ni sawa na kufanya kazi inayopatana na yeye ambaye ni mshtaki wa ndugu. Dunia yote imejawa na chuki kwa wale wanaotangaza madai ya lazima ya sheria ya Mungu. Na kanisa ambalo ni waaminifu kwa Yehova lazima lijihusishe katika pambano lisilo la kawaida. Wale walio na utambuzi wa maana ya pambano hili hawatageuza silaha zao dhidi ya kanisa lililoko vitani, bali kwa nguvu zao zote watapiga vita pamoja na watu wa Mungu dhidi ya muungano wa uovu. Wale wanaoanza kutangaza ujumbe kwa wajibu wao binafsi, ambao ingawa wanadai kufundishwa na kuongozwa na Mungu, bado wanaifanya kuwa kazi yao maalum ya kubomoa kile ambacho Mungu amekuwa akijenga kwa miaka mingi, hawafanyi mapenzi ya Mungu. Ijulikane kuwa wanaume hawa wako upande wa mdanganyifu mkuu. Msiwaamini. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, hii ni Machi 26, mada ikisema wajenzi wala si waharibifu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponi andama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha